Hii ni Rubaa za Kimataifa, mimi ni Awadh Rashidi. Na muungano wa amani kati ya serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wanaoungwa mkono na Rwanda wa M23 yaliokuwa yafanyike mjini Doha yameahirishwa. Duru za pande zote mbili zimethibitisha hilo. Pande zote mbili katika mgogoro wa mashariki mwa Kongo, serikali na M23 zimethibitisha kwa shirika la habari la Reuters kuahirishwa kwa mkutano wao wa ana kwa ana mjini Doha, wala hakuna tarehe mpya iliyotolewa kwa mazungumzo mapya kufanyika. Mapema mwezi huu wa Aprili, pande zote mbili zilitangaza mkutano huo ambao ni wa kwanza tangu wapiganaji wa M23 walipodhibiti miji miwili mikubwa nchini Kongo ya Bukavu na Goma. Mashambulizi kati ya pande hizo mbili mashariki mwa Kongo yamesababisha maelfu ya watu kuuawa, huku wengine wengi wakipoteza makazi yao na kukimbilia nchi jirani. Mashambulizi hayo pia yamezusha hofu ya kutanuka kwa mzozo huo na kuwa vita vya kikanda. Hadi sasa haijawa wazi ni kwa nini mkutano huo umeahirishwa, lakini pande zote zilisema hadi kufikia Jumatatu bado walikuwa hawajapokea mwaliko rasmi wa kuhudhuria. Afisa mmoja wa Kongo amesema wahusika hawakuwa wamejipanga vyema. Mwezi uliopita wa Machi, Qatar iliandaa mkutano wa ghafla kati ya rais wa Kongo na mwenzake wa Rwanda, ambapo viongozi hao wawili walitoa wito wa kusitishwa mapigano. Umoja wa Mataifa na mataifa magharibi wameendelea kusisitiza kwamba Rwanda inatoa silaha na kuchangia wanajeshi kwa waasi wa M23 ambao wengi wao ni kutoka kabila la Kitusi. Rwanda imekuwa ikikanusha madai hayo na kusema jeshi lake limechukua hatua za kujilinda dhidi ya jeshi la Kongo pamoja na kuzuia hujuma za wanamgambo wa FDLR ambao inaaminika walihusika kwenye mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 nchini Rwanda. Mizizi ya mivutano wa mashariki mwa Kongo imejikita katika mauaji ya kimbari yaliyotokea nchini Rwanda na ushindani wa kudhibiti maeneo yenye utajiri wa madini nchini Kongo. Jeshi la Kongo, Rwanda na Burundi yote yameshiriki katika mapigano huko Kongo, hali inayotoa kitisho cha mzozo huo kusambaa kanda nzima ya maziwa makuu. M23 awali ilitaka kuwepo mazungumzo ya moja kwa moja na serikali ya Kinshasa, lakini kwa mara kadhaa rais wa Kongo alikataa hilo, akisema wapiganaji hao ni vibaraka wa Rwanda na ni kundi la kigaidi. Duru iliyo na taarifa mazungumzo ya Qatar imeliambia shirika la habari la Reuters kwamba wawakilishi wa serikali ya Kongo na M23 walikuwa na mkutano wa siri wiki iliyopita mjini Doha, huo ukiwa mkutano wao wa kwanza wa ana kwa ana baada ya muda mrefu. Duru hiyo inasema mkutano huo ulisaidia kuondoa wapiganaji hao katika mji mdogo wa kimkakati wenye utajiri wa madini wa Walikale. Marekani pia imezishinikiza pande zote mbili kuondoka katika mji huo unaofanywa operesheni za uchimbaji madini hayo ili kazi kuendelea. Kabla ya kuachiliwa kwa mji huo, kiongozi wa muungano wa AFC uliojumuisha kundi la M23, Corneille Nangaa, aliambia shirika la habari la Reuters kwamba hawahusiki na makubaliano ya kusitisha mapigano yaliyofikiwa kati ya Tshisekedi na Kagame wakati walipokutana huko Qatar. Nangaa amesema muungano wake wa waasi wa M23 ni wa Wakongomani wanaopigania maslahi ya msingi na kwamba mazungumzo mjini Doha hayawazuii kuendelea na kampeni zao za kijeshi dhidi ya serikali ya Kinshasa. Na rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila amesema atarudi nchini Kongo hivi karibuni kusaidia kupata suluhisho la mzozo unaoendelea upande wa mashariki ambao umelazimisha mamia kwa maelfu ya watu kuhama makazi yao katika miezi ya hivi karibuni. Bwana Tshisekedi amemshutumu mtangulizi wake huyo kwa kuunga mkono waasi, hatua ambayo chama chake imekikanusha. Rais Felix Tshisekedi yuko chini ya shinikizo kubwa la kisiasa kumaliza mzozo katika eneo la mashariki ya Kongo, lakini jeshi limekuwa na wakati mgumu kukabiliana na waasi wa M23 wanaoungwa mkono na Rwanda ambao wamekamata maeneo makubwa ya madini na miji miwili. Changamoto zinazomkabili rais zinaweza kuwa mbaya zaidi. Huenda mtangulizi wake Joseph Kabila anatafuta njia ya kutumia fursa iliyopo kwa manufaa yake mwenyewe, na amekuwa akipinga serikali na anajaribu kurejea katika ulingo wa kisiasa. Ikiwa bwana Kabila atafika katika eneo lililoshikiliwa na waasi mashariki mwa Kongo, hii inaweza kutatiza juhudi zaidi za kufikia mpango wa amani katika kumaliza mzozo. Na Rais Paul Kagame wa Rwanda amekutana na Masad Boulos, mshauri mkuu wa rais wa Marekani Donald Trump, kwa majadiliano yaliyohusu usalama katika ukanda wa maziwa makuu na uwekezaji wa Marekani nchini Rwanda. Kagame na Boulos walikuwa na majadiliano yenye tija kuhusu ushirikiano ili kufikia amani ya muda mrefu katika eneo la maziwa makuu na mipango ya kuongeza uwekezaji wa Marekani katika sekta ya kimkakati nchini Rwanda na kanda kwa ujumla. Ikulu ya Rwanda imesema katika taarifa yake. Boulos, ambaye yuko katika ziara ya kwanza ya kikanda kama mshauri mkuu wa Trump kwa Afrika tangu kuteuliwa kwake Aprili mosi, aliwaambia waandishi wa habari mjini Kigali kwamba utawala wa Trump unaunga mkono amani katika ukanda wa maziwa makuu. Rais Kagame na mimi tulijadili maono ya ushirikiano wa karibu ambao umejikita katika utulivu wa kikanda na amani pamoja
pamoja na maendeleo ya kiuchumi, alisema Bolos, ambaye pia alikuwa amekutana na marais Felix Tshisekedi wa Kongo, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda na William Ruto wa Kenya. Kutokana na ziara hizi, ni wazi kwangu jinsi amani ya kudumu ilivyo muhimu katika eneo hili. Tunaunga mkono usalama na uadilifu wa nchi zote katika eneo hili. Mjumbe huyo alitembelea eneo hilo katika msingi wa vita kati ya DRC Kongo na waasi wa M23. Rwanda imeelezea wasiwasi wake kuhusu ushirikiano wa jeshi la Kongo na wanamgambo wa FDLR, kundi lilohusishwa na mauaji ya kimbari ya mwaka 1994 dhidi ya Watusi. Na Rais Donald Trump wa Marekani amedai kuwa makumi ya nchi zinahangaika kujadili makubaliano ya kibiashara na Marekani kufuatia ushuru wake mpya aliotangaza. Rais Trump amejigamba kuwa viongozi wa kigeni wanaomba misamaha ili kuepusha athari kamili za ushuru huo. Akizungumza katika chakula cha jioni cha kamati ya kitaifa ya bunge la Republican, Trump alisema utawala wake unaendelea vizuri sana. Ninawaambia nchi hizi zinatuita na zitatubusu, Trump alisema. Wanakaribia kufanya makubaliano. Wanasema tafadhali bwana, tufanye makubaliano. Nitafanya chochote bwana wangu, Trump alisema. Utawala wa Trump hapo awali ulisema kuwa karibu nchi 70 zimetaka mazungumzo ili kupunguza athari za ushuru huo, wakati Trump akisukuma makubaliano yaliyobinafsishwa na mataifa binafsi. Na China imetoa wito kwa ulimwengu kuungana dhidi ya ushuru wa Trump, huku wauzaji bidhaa nje ya nchi wakikabiliwa na ushuru wa Marekani ambao umepanda hadi 104%. Umoja wa Mataifa unaweza kushinda udhalimu wa kibiashara, ilisema tahariri katika gazeti la serikali la China Daily, ikibainisha ushirikiano wa Beijing na Japan, Korea Kusini na uchumi mwingine wa Asia. Makala nyingine ilitaka Umoja wa Ulaya kufanya kazi nao kuendeleza biashara huria na ushirikiano wa pande nyingi. Beijing inapinga na haitakubali kamwe vitendo hivyo vya kikatili na uonevu, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje Li Jian aliwaambia waandishi wa habari siku ya Jumatano. Ushuru huo umetangazwa wakati mgumu kwa uchumi wa China uliodorora. Matumizi ya ndani yanasalia kuwa chini na mauzo ya nje bado ni kichocheo kikuu cha ukuaji wa uchumi. Asilimia kubwa ya ushuru wa Trump pia imewaacha wafanyabiashara wa China wakihangaika kufanya marekebisho katika usambazaji wa bidhaa zao, huku nchi nyingi zikiathiriwa na ushuru huo, kampuni zikisema ni vigumu kupata njia mpya katika hali hii ya kutokuwa na uhakika. Takriban Wapalestina 29 wameuawa katika shambulio la anga la Israeli kwenye jengo la ghorofa nyingi mashariki mwa mji wa Gaza, hospitali ya eneo hilo imesema. Shirika la ulinzi la raia linaloendeshwa na Hamas limesema kuwa ndege za kivita zililenga eneo karibu na msikiti Al-Aqsa katika kitongoji cha Shujaia siku ya Jumanne asubuhi. Ilisema watoto 8 ni miongoni mwa waliofariki, huku zaidi ya watu 60 wakijeruhiwa, na kwamba waokoaji bado wanawatafuta wengine zaidi ya 10 chini ya kifusi. Jeshi la Israeli lilisema kuwa lilimshambulia gaidi mkuu wa Hamas ambaye alikuwa na jukumu la kupanga na kutekeleza mashambulizi katika eneo hilo. Hatua nyingi zilichukuliwa ili kupunguza athari kwa raia, ikiwa ni pamoja na matumizi ya silaha kwa usahihi. Jeshi pia lilishutumu Hamas kwa kukiuka sheria za kimataifa kwa kutumia kimakusudi raia kama ngao. Video kutoka Shujaia zilionyesha miili ya watoto wadogo iliyofunikwa na vumbi ikitolewa kwenye vifusi na jamaa na waokoaji waliofadhaika. Ayub Salim mwenye umri wa miaka 26 aliambia shirika la habari la AFP kwamba eneo karibu na jengo la makazi lilishambuliwa siku ya Jumanne asubuhi lilikuwa limejaa watu waliokimbia makazi yao. Aliongeza kuwa lilishambuliwa na makombora mengi na kwamba mabomu yalitapakaa kila upande. Vumbi na uharibifu mkubwa ulijaa eneo lote. Hatukuweza kuona chochote zaidi ya mayowe na hofu ya watu, aliongeza. Kwa kweli ni mauaji ya kutisha. Hamas pia ilieleza jeshi la Israel limefanya mauaji ya umwagaji damu. Na katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres amesema misaada inawaishia wa Palestina wa ukanda wa Gaza baada ya Israel kuzuia misaada yote kuingizwa katika eneo hilo na kurejea kufanya mashambulizi makali dhidi ya Hamas. Bwana Guterres amesema Gaza imegeuzwa uwanja wa mauaji na raia wanajikuta katika mkondo usiokuwa na kikomo wa vifo. Matamshi yake yanakuja baada ya wakuu wa mashirika 6 Umoja wa Mataifa kutoa wito wa dharura kwa viongozi wa dunia kuchukua hatua za haraka kuhakikisha chakula na mahitaji mengine yanawafikia wa Palestina. Hata hivyo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Israeli inasisitiza kuna chakula cha kutosha Gaza na kumshutumu Guterres kwa kuichafulia jina Israel. Israeli iliizuia Gaza tarehe 2 Machi baada ya hatua ya kwanza usitishaji wa mapigano. Hamas ilikataa kupanua sehemu hiyo ya mapatano, ikishutumu Israel kwa kukataa ahadi zake. Na tukielekea huko pembe Afrika, ni kuwa jeshi la Sudani limefanya mashambulizi makubwa magharibi mwa mji wa Omdurman na kutoa tena taasisi muhimu kutoka kwa vikosi vya RSF. Ilichukua tena kambi ya kijeshi ya Al-Nusur, kituo cha polisi na sehemu kubwa za Dar es Salaam na Al-Qura, na kukata njia za usambazaji wa silaha kwa RSF.
Katika hatua tofauti, jeshi pia linadai limeuteka tena mji wa Al-Silki na kambi ya karibu katika jimbo la Blue Nile baada ya shambulio la kushtukiza, huku mapigano yakizidi katika pande nyingi. Wakati huo huo, ndege zisizo na rubani za RSF zililipua bwawa la Merowe mara mbili, chanzo kikuu cha umeme cha Sudan, na kusababisha kukatika kwa umeme. Jeshi lilisema ulinzi wake wa anga ulizuia mashambulizi, lakini wakaonya juu ya hujuma kwa miundombinu muhimu. Mashambulizi kama hayo siku zilizopita pia yalisababisha kukatika kwa umeme. Mwisho wa Rubaza Kimataifa, mimi ni Awadh Rashid.